Tunafahamu kwamba tuna malkia wa nguvu wengi sana siku ya leo. Labda watu tutegemee nini kwenye hizi tuzo ambazo ni kama kilele cha kile ambacho kimewaleta hapa Mwanza? Okay, kwanza watu wategemee kuona kwamba wamepatikana malkia wa nguvu wengine. Hilo ndo kubwa la kwanza. Mwaka jana tulikuwa hapa, tumekabidhi tuzo za malkia wa nguvu. Mwaka huu wanapatikana wengine. Mwakani inshallah watapatikana pia wengine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu wanatakiwa kuelewa kila mwanamke ana deserve tuzo za malkia wa nguvu, lakini mwanamke ambaye anapambana. So umekaa tu utakuja kupata tuzo. Lakini ni swala la awamu tu kwamba sasa zamu ya fulani na sasa hivi ni zamu ya mtu mwingine. Aliyepokea tuzo mwaka huu hakupokea miaka 9 iliyopita. Ni mwaka wa 9 sasa tunatoa tuzo. Lakini mwaka wa pili kwa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tutegemee kuwaona sura mpya, tutegemee kuwaona wapambanaji wapya katika mapambano haya ya kimaisha kwa wanawake. Kwenye hizi tuzo za mwaka huu labda ni kitu gani ambacho mmekizingatia sana ambacho kinaweza ikawa tofauti kidogo na ilivyokuwa mwaka jana? Hakuna tofauti kubwa kwa kusema ukweli. Hakuna tofauti kubwa. Ila tu kinacholeta utofauti ni historia. Kila mmoja na namna yake ambavyo ameweza kwa sababu kwa mfano tukizungumzia tuzo ya sekta ya kilimo au labda uvuvi. Kwa sababu uvuvi ni ule ule unaofanywa, hakuna uvuvi mpya. Lakini kinachompa mtu tuzo na kuweza kuona huyu kweli amestahili ni historia na harakati zake za mapambano katika hiyo. Wote tunaweza tukawa ni wanahabari, lakini wao wanaweza kuwa na identity tofauti kutokana na namna ulivyopita mpaka kuweza kufika, ikahamasisha vijana wengi zaidi kuona ana deserve kufanya kitu fulani. Kwa hiyo historia ndio ambayo italeta utofauti, lakini kusema kutoka kuna utofauti, let's say tuzo ya mwaka huu ya mvuvi huyu sijui anatumia nini, wanatumia vifaa hivyo. Lakini historia ndio ambayo inaonesha kusema ame deserve kuwa malkia wa nguvu. Sawa. Tumeona mwaka jana kulikuwa na kategori nyingi sana. Tutegemee kuna punguzo ama ongezeko la kategori kwa huu msimu? Msimu huu hatujapunguza. Itakuwa kama ilivyokuwa mwaka jana. Sekta tofauti. Kwa sababu hata mwaka huu Dar es Salaam kumekuwa kuna utofauti tu wa baadhi ya mambo, lakini asilimia kubwa ni yale. Kuna tuzo ya ujasiriamali kwa sababu Mwanza ni sehemu ambayo ukiachana na biashara uvuvi, biashara nyingine za kawaida zinafanyika. Tulikuwa tunazungumza na mkuu wa mkoa ofisini kwake, akasema kuna biashara nyingi sana ambazo zinafahamika. Hata biashara za mitumba ni moja kati ya biashara maarufu sana ambazo wanawake wanafanya. Kwa hiyo ukiona Mwanza unaona samaki, lakini kuna sekta nyingine ambao wanawake pia wanafanya vizuri. Kwa hiyo ukizungumzia labda ujasiriamali utakuja kukuta ni biashara ambazo zinafanywa kila sehemu. Uvuvi of course tunajua hapa kuna ziwa, kwa hiyo lazima hiyo itakuwepo. Tuzo ya utumishi wa umma ni tuzo ambayo kila mkoa inakuwepo. Kwa tuweze kuangalia katika tuzo hiyo Hall of Fame, tuzo ya heshima, nani anakwenda kuipata tuzo ya heshima mwaka huu. Kwa hiyo historia kama nilivyokuambia ndio ambayo itatofautisha zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.